Na leo hii tunaarifiwa kwamba serikali bado imesalia kimya kuhusiana na utumizi mbaya wa mamlaka katika idara ya usalama na ile ya uhamiaji kwa madai ya kutoa pasipoti za Kenya kwa wapiganaji wa Sudan. Hadi kufikia sasa, wizara hizo mbili bado hazijatoa taarifa yoyote hasa kuhusiana na vyeti vya usafiri vilivyotolewa kwa wapiganaji wa RSF wa Sudan na hata raia wa Zimbabwe. Mwanahabari wetu Brenda Wanga anaarifu mengi. Ni takriban wiki moja sasa tangu kufichuliwa kwa sakata ya utoaji wa hati ya usafiri za Kenya kwa wageni bila kufuata taratibu zilizoko. Sakata hiyo lilipuka baada ya orodha ya majina kutoka idara ya uhamiaji kuonyesha kwamba zaidi ya watu 20 wa asilia ya Sudan, baadhi yao wakihusishwa na kundi la RSF la Sudan, walipokea pasipoti za Kenya kwa njia tata. Cheti cha pasipoti si hati tu ya kusafiria, bali ni ishara kwamba mmiliki ni raia wa Kenya na anafurahia ulinzi unaotolewa kwa Wakenya. Baadhi ya wale ambao sasa wanafurahia ulinzi huo ni Algonei Hamdan Dagalo, afisa wa cheo cha juu ndani ya RSF ambaye pia amepigwa marufuku na Marekani kufuatia uhusiano wake na kikosi cha jeshi cha Sudan. Vile yeye ni kaka wa kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo anayejulikana pia kama Hemeti. RSF inashutumiwa kwa ukatili huko Darfur. Pia kwenye orodha hiyo kuna raia wa Zimbabwe Wycliffe Chivayo ambaye amekuwa mgeni mashuhuri mara kwa mara nchini Kenya. Siku 5 baada ya habari ya sakata hii kuibuka na kuzua ghadhabu miongoni mwa raia na viongozi nchini, mamlaka inayotoa stakabadhi hizo, idara ya uhamiaji, imeendelea kukaa kimya. Mkurugenzi mkuu Evelyn Cheluget alihudhuria hafla baada ya kuibuka kwa kashfa hiyo, ila hakutaja swala hilo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen vile amenyamaza licha ya kuulizwa maswali na vyombo vya habari. Lakini ukimya huo hauwafanyi wale wanaotaka uwajibikaji kunyamazia swala hili. Wakili Wahinya ambaye amekuwa akidai habari kuhusu sakata hiyo kupitia mitandao ya kijamii, leo aliongeza hatua yake kwa kuzuru ofisi za idara hiyo ya uhamiaji jumba la Nyayo, akitafuta kumwona mkurugenzi mkuu wa uhamiaji Evelyn Cheluget. Akitumia kifungu cha 35 cha katiba, Wahinya anasema Wakenya wana haki ya kujua jinsi watu hao walivyopata hati hiyo. Sheria za Kenya zina utaratibu unaopaswa kufuata iwapo raia wa nchi ya kigeni anataka kupata hati za uraia na usafiri za Kenya. Lakini katika sakata ya pasipoti ya RSF, taratibu hizo zinaonekana kuwa zilipuuzwa. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.